Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na Rais wa Marekani Donald Trump wakiwa katika ofisi ya Oval yake Mheshimiwa Rais wa Marekani Donald Trump. Akizungumza Alhamisi katika mkutano wa National Prayer Breaking Fast huko Washington, Rais wa Marekani Donald Trump alimpongeza kwa maneno mazuri sana mwenzake wa DRC Congo Felix Tshisekedi, akisisitiza ujasiri wake. Ilikuwa ni pongezi kubwa kutoka kwa Donald Trump anayejulikana kuwa ukosoaji mkali dhidi ya viongozi wengine. Katika toleo la 74 la National Prayer Breaking Fast, kiongozi huyo wa chama cha Republican alisema kwa uwazi heshima alionayo kwa Felix Tshisekedi. Na leo tunamkaribisha kwa furaha kubwa mtu jasiri na wa kuheshimika sana, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Rais, tafadhali simama, alisema Trump, akiomba hadhira kumpigia makofi Tshisekedi. Rais wa 47 wa Marekani alimfariji pia mwenzake wa Kongo ambaye nchi yake inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu, hasa ya kiusalama katika eneo la mashariki. Akizungumza machafuko yanayosababishwa na mshiriki mwa nchi ya waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda, Trump alimhakikishia rais wa Kongo kurejea kwa amani nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wewe ni mtu jasiri kweli. Najua unapitia mambo magumu. Ninalifahamu vizuri hali ilivyo. Imekuwa migumu kwa miaka mingi, lakini sasa mambo yameanza kuwa bora. Hakuna jambo rahisi, lakini hali inaendelea kubadilika kwa njia chanya. Kila kitu kitakuwa sawa. Wewe ni jasiri na tunathamini uwepo wako hapa. Ni heshima kubwa, wewe ni mtu mkubwa, aliongeza Trump. Rais wa DRC Felix Tshisekedi na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio walikutana Jumatano huko Washington kujadili maendeleo yanayopatikana katika utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano na mkataba kati ya Marekani na DRC iliyosainiwa tarehe 4 Desemba mwaka 2025. Mazungumzo yalihusu pia fursa ya uwekezaji wa Marekani katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano ya kiuchumi katika DRC na Marekani yanategemea gumzo tatu kuu. Gumzo ya kwanza inalenga usalama wa madini ya kimkakati na uanzishaji wa hifadhi ya mali ya kimkakati inayojulikana kama Strategic Assets Reserve. Gumzo ya pili inalenga kuweka mfumo wa uwazi kati ya usimamizi wa rasilimali za madini ya nchi na kuwapa wawekezaji wa Marekani haki ya kupewa kipaumbele cha kwanza katika miradi iliyomuhusisha kwenye hifadhi hiyo. Gumzo ya tatu inahakikisha upatikanaji wa usalama wa madini muhimu kwa Marekani kama vile cobalt, shaban na germanium. Zaidi ya hayo, utawala wa Trump umeahidi kusaidia uboreshaji wa ukanda wa Sakania Lobito, maendeleo ya mradi mkubwa wa umeme wa Grand Inga, uanzishaji wa viwanda katika maeneo ya madini, pamoja na uandaji wa njia mpya za usafirishaji wa bidhaa kwenda nje. Makubaliano hayo yanajumuisha pia mageuzi makubwa ya mfumo wa kodi na utawala ili kulinda uwekezaji, uanzishaji wa dirisha moja kwa kuendeshaji mapambano dhidi ya uchimbaji haramu wa madini na kusimamisha sekta ya wachimbaji wadogo. Kupitia makubaliano hayo, DRC imetambuliwa rasmi kama mshirika wa kimataifa, kama mshirika wa kimkakati wa Marekani. Aidha, Tshisekedi na Rubio
walijadili hali ya usalama mashariki mwa DRC Congo inayotawaliwa na kuendelea kuleta vurugu katika waasi wa AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na majeshi ya serikali. Mkuu wa diplomasia ya Marekani alithibitisha tena dhamira ya nchi yake ya kuhakikisha utekelezaji kamili wa makubaliano ya Washington iliyosainiwa tarehe 4 Desemba mwaka 2025 kati ya rais wa Kongo na rais wa Rwanda mbele ya rais wa Marekani Donald Trump.